Kristo amefufuka. Haleluya. Karibu sana ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaungana pamoja kusherehekea Pasaka ya Bwana, siku kuu ya furaha na ushindi katika imani yetu ya Kikristo. Leo tunatangaza kwa furaha kubwa, Kristo amefufuka kweli. Haleluya. Siku hii inatukumbusha kwamba kifo kimeshindwa, dhambi imeangushwa na tumaini jipya limezaliwa kwa ulimwengu wote. Ufufuko wa Kristo si hadithi, bali ni nguvu inayobadilisha maisha yetu kila siku. Katika tafakari ya leo, tutaangalia maana ya kaburi lililo wazi na jinsi Pasaka inavyotualika kuanza maisha mapya. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34a na ile aya ya 37 hadi ya 43. Somo la pili kutoka katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 4. Katika somo la Injili mwinjili Yohane sura ya 20 ya 1 hadi ya 9. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Padri Faustin Rwaichungula kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Haleluya! Kristo amefuka, tumshangilie. Baada ya Ijumaa Kuu kuna ufufuko. Tumemaliza Kwaresima na kadhalika. Sasa hivi kila mtu anashangilia, anapiga ngoma. Tunamshukuru Mungu, tumepata zawadi ya pekee. Yesu amefuka na mimi na wewe tumefufuka. Karibuni kwa tafakari ya Jumapili ya Pasaka. Nimeamua mahubiri yangu yatakuwa marefu kwa sababu ya furaha kubwa ninayokuwa nayo, lakini itategemea Roho Mtakatifu atakavyoniongoza. Na nitatafakari juu ya somo moja kwa misa ya mchana kwenye vitabu vyetu mnavyovitumia, mstari ya waamini. Na somo linatoka Injili ya Yohana sura ya 20 aya ya 1 mpaka ya 9. Na nitazunguka au mada kuu ni kaburi wazi. Yesu amefuka, kaburi wazi. Yesu hayumo tena kaburini. Wapendwa na taifa la Mungu, leo kanisa lote linaimba kwa furaha, Kristo amefuka, kweli amefuka. Lakini hii Injili ya leo ya Yohana niliyokuambia uisome, hatuianzi na Yesu mwenye utukufu akionekana ameshinda mauti. Hapana. Hatuianzi na mamlaka wala kwa sauti za mbinguni. Inaanza kwa kitu cha ajabu na cha kushangaza, kaburi wazi. Tunasoma hii Injili ya Yohana sura ya 20 ya 1. Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, akaona jiwe limeondolewa kaburini. Kaburi wazi ni mwanzo wa imani. Maria Magdalene anakwenda kaburini akiwa na huzuni, kukiwa bado gizana alfajiri, lakini bado hilo giza bado liko nje, lakini vile vile hata ndani ya moyo wake. Huyu Maria Magdalena alipofika kaburini, anachokikuta si mwili wa Yesu, bali ni jiwe limeondolewa. Kaburi liko wazi. Kwa akili ya kibinadamu ni wazi kaburi kuwa wazi si ushahidi wa ufuko, labda mwili umeondolewa. Kaburi kuwa wazi inawezekana kwamba mwili ulihamishwa au umeibiwa. Ndio maana Maria Magdalena anakimbia kwa Petro na yule mwanafunzi mwingine ambaye alipendwa na Yesu, anawapa taarifa. Na wao wawili, Petro na yule mwanafunzi wengine, wanaenda na Maria Magdalena kaburini. Petro anaona sanda hazipo. Yule mwanafunzi mwingine, kwa vile pengine alikuwa kijana tena au pengine na imani, akaingia mpaka kule ndani, akakuta ni hivyo hivyo, kaburi wazi. Na tunasoma kwenye Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 8, akaona na kuamini. Hapa ndipo fumbo la Pasaka tunapolianza, kaburi wazi, akaona na akaamini.
Kaburi wazi ni mwaliko wako na mimi kuanza kuamini hakuna mtu yeyote aliyemwona Yesu akifuka na hata kuja kuwepo hata milele na milele, lakini waliona alama, kaburi wazi, sanda zimezongwazongwa na kadhalika. Kutoka kwenye alama hizo zinazoonekana imani inazaliwa. Kaburi wazi, yaani Mungu yule Yesu habadilishwi na kifo. Unajua, katika Biblia kaburi ni kama alama ya mwisho. Kifo, umekufa, yamekwisha. Ukiacha tuseme kwenye Agano Jipya ni kama kimya, ni kama kushindwa. Lakini leo kaburi limekuwa mahali pa mwanzo mpya. Yesu hakuondoa tu jiwe la kaburi lake, aliondoa pia jiwe la hofu kwa wafuasi wake, jiwe la kukata tamaa, na jiwe la dhambi, na jiwe la kifo katika maisha yetu sisi wa Kristo. Ndio maana wapendwa, ndugu zangu katika Kristo mfuka, najua kuwa mara nyingi baadhi ya waamini mnaishi kana kwamba bado Yesu yumo kaburini, au nyi wenyewe pengine bado mko kaburini. Ninachotaka kusema ni hiki: kaburi mfano la maumivu ya zamani uliopata miaka ya nyuma, utaki kutoka humo. Kaburi la chuki, migogoro ya familia, kaburi ya dhambi inayorudiwa mara kwa mara, kaburi la kukata tamaa kiroho, na wewe ongezea makaburi ambayo unaweza kuwa nayo sasa. Lakini sherehe ya leo ya Pasaka inasema kwamba kaburi halina neno la mwisho. Wale waliomuua Yesu walidhani kwamba kifo kimeshinda, lakini Mungu aligeuza kaburi kwa ushuhuda na ushindi. Sehemu ya pili tuimalizie kwa kuona wahusika watatu katika somo la leo. Na tule tunajifunza nini? Wa kwanza ni Mariamu Magdalene, mama huyu ambaye wanasema kabisa alipewa zawadi ya pekee, kwenda kuona kwamba kaburi li wazi. Ni imani inayotafuta hata gizani. Huyu ni Mariamu Magdalene, alikwenda alfajiri kabisa kugari na giza. Hakuacha kumtafuta Yesu hata Yesu baada ya kufa, aliendelea kumtafuta Yesu. Tunajifunza nini kutoka kwa huyu mama Mariamu Magdalene? Hata tukipitia katika giza la kiroho, tusikate tamaa kumtafuta Bwana. Mara nyingi ufufuko unaanzia pale tunapodhani kwamba kila kitu kimekwisha. Petro, imani inayojifunza polepole. Petro aliingia kaburini akaona, lakini hakuamini mara moja. Petro ni mfano wa watu wengi. Mimi na wewe wakati mwingine hatuamini haraka haraka, tunaenda taratibu taratibu. Lakini wapo watu wengine ambao imani yao ni haraka. Tutamwona kwa mfano anayefuata huyu Yohane aliyependwa na Yesu. Na Yesu hakumkataa Petro kwa sababu kwamba labda imani yake ilikuwa ya taratibu, au pale alimkana usiku. Hapana. Au alikuwa na imani ya kusuasua. Hapana. Vivyo hivyo nasi Bwana anatupokea hata kama imani yetu ni ya taratibu, ni ya hatua kwa hatua. Tumalizie na mwanafunzi aliyependwa na Yesu, Yohane. Imani inayotazama kwa moyo wa upendo. Yeye aliona na kuamini. Kwa nini? Ni kwa sababu tayari alikuwa na uhusiano wa karibu na Yesu tangu mwanzo alipoitwa na Bwana Yesu. Kumbe upendo unafungua macho ya imani. Mtu anayempenda Kristo kwa dhati kabisa, ataona ishara ndogo tu, hata kama ni kama punje ya radari au mchanga, ataamini. Kumbe wapendwa, kaburi wazi, mwito wa maisha mapya. Kristo amefuka. Pasaka si kumbukumbu ya tukio la zamani. Hapana, ni nguvu ya sasa ya ufuko. Swali labda au maswali: je, kaburi la Yesu uliko wazi kwako mpaka dakika hii? Je, kaburi la moyo wangu liko wazi? Je, nimemruhusu Kristo afungue moyo wangu, au nimemruhusu Kristo aondoe jiwe katika kaburi langu? Mtume Petro anafundisha kwa kusema hivi: yatafuteni yaliyo juu,
Ufufuko unamaanisha kuishi kwa mtazamo mpya, kusamehe badala ya kulipiza kisasi, kupenda badala ya kuchukia, kuwa na tumaini badala ya kukata tamaa, kuchagua uzima badala ya dhambi. Dunia ya leo ina hofu nyingi, vita, umaskini, magonjwa, migawanyiko na kadhalika. Watu wengi wanaishi kana kwamba Ijumaa Kuu ni ya kudumu, hakuna ufufuko. Lakini sisi wa Kristo, mimi na wewe, tayari tunaijua siri hizo. Ni habari njema. Baada ya Ijumaa Kuu kuna Pasaka, baada ya kaburi wazi kuna uzima. Ndio maana kanisa linaimba kwa ujasiri, hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tushangilie na kuifurahia. Tuhitimishe. Wapendwa katika Bwana, leo tusimame nje ya kaburi wazi. Baada ya hapo tuingie ndani kwa imani, tuone sanda zilizoachwa, lakini tuendelee kuamini. Kaburi wazi ni tangazo kwamba dhambi imeshindwa, kifo kimevunjwa nguvu, tumaini limezaliwa upya, na sasa Kristo mfufuka anatuambia, toka katika kaburi lako, ishara kama mtu aliyefufuliwa. Kristo amefufuka, kweli amefufuka. Haleluya! Tumsifu Yesu Kristo. Pasaka njema.